Alafu kuna watu wanaitwa wanafiki. Lakini ni mtu. Lakini cheo chake ni mnafiki. Mnafiki unakula naye, unaoana naye, mnazaa, lakini ni mnafiki. Anaongopa. Mnafiki kweli kweli. Mnakula, mnacheza, mnafanyaje, lakini ndo huyu dada alikutana na yule mwanamume ni mnafiki. Na katika Qur'ani kuna sura nzima inaitwa suratul munafiquna. Sura ya watu wanafiki, imeeleza wanafiki. Mnafiki mtu mbaya sana. Mnaswali, mnapanga mambo, afu anakwenda anabomoa. Ndo. Na mnafiki siku ya kiyama atakuwa chini ya moto wa jahannam. Ndo yule dada alikutana na. Niliona ile. Uliona Niliona ile. Mimi huwa nafuatilia kidogo mambo. Mungu awabariki, usiache kufuatilia Max Media. Mimi IPM naangalia Max Media kwa sababu Max Media ndio sehemu sahihi ya kupata vitu mbalimbali, michezo, burudani, taarifa za habari, mambo yaliyotokea duniani, mambo yaliyotokea katika nchi Afrika na dunia kwa ujumla. Max Media ulipo tupo. Shaija, kuna hiki ambacho binafsi nilitamani kukifahamu. Kuna video moja ambayo imetrend sana kwenye mitandao ya kijamii. Inamuonesha binti mmoja alikuwa anaimba kwa hisia. Yaani kuna nyimbo ilikuwa inapigwa. Huyo binti alikuwa anaifuatisha ile nyimbo kwa hisia ambayo inahusu mapenzi. Kwa maana kwamba huyo binti baadaye alivyoulizwa kutokana na kuimba kwa hisia, aliimba kwa hisia hadi akawa anatoa machozi. Yaani mtu akamuona kabisa huyu kuna kitu ambacho kilimkuta. Akaja kusema kwamba hii nyimbo imenikumbusha mbali sana. Nilikuwa nakaa na mpenzi wangu miaka 5. Alikuwa ana kazi, mimi nilikuwa nikikopa hadi kwa ndugu zangu ili tu nimfadhili yeye, tuendelee kuishi pamoja. Lakini pia baadhi ya vitu vyote nilikuwa na clear mwenyewe. Yaani yeye si ana kazi mwanaume, yeye mwanamke alikuwa anakilia. Amegombana na ndugu zake kwa ajili ya huyo mwanaume, akiamini kwamba ipo siku atakuja kupata kazi na mwisho siku atarudi kwenye maisha yao ya kawaida. At least mwanaume atakuwa na uwezo, at least mwanaume atakuwa na uweza kumhifadhi sasa huyo mwanamke au kuishi naye vizuri tofauti na mwanzo. Mwanaume baada ya kupata kazi akamwacha. Umeona? Akamwacha. Huyu mwanamke alikuwa anaongea kwa hisia kali sana. Ulizungumzie kutoka kwako. Unalizungumziaje hili? Hisia ya mwanamke ambaye anakuwa anakuja damu kutokana na maumivu ya mapenzi. Kuna mambo matatu. Kuna kitu kinaitwa uongo. Uongo. Yaani uongo. Dunia, unaona hii dunia inaharibika kwa uongo. Inaharibika kwa uongo. Yule mwanamume, sisi hata tunapomuozesha mtu, yani tunapoenda katika ndoa, kabla hajaoa, kuna dua inasomwa haya kwamba ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza. Sawa. Enyi mlioamini. Aya hii anasomewa mtu. Enyi mlioamini, muogopeni Mwenyezi Mungu afu mpende kusema kweli. Ukweli ndo unatengeneza hata mahusiano. Kwa nini nasoma aya ile? Wewe unaoa, usiende kuwa muongo katika ndoa yako. Usimuongope mwenzio. Yule mwanamume aliyofanya hivi, yule alikuwa muongo, alikuwa hana mpango naye huyo. Yule mwanamke alikuwa mkweli, ndo maana alikuwa anachukua. Yuko tayari adhalilike, amstiri mumewe. Ule ni uongo ule. Kwa mwanaume alimuongopea mwanamke kwamba mimi nitakuwa na wewe. Sawa? Alipopata kazi akamkimbia. Yule alikuwa muongo. Na inawezekana vipi mnakaa na mtu miaka 5, afu mwisho siku umempa ahadi kadhaa, afu kaja kumgeuka? Dunia ina watu wa aina 7. Ina watu wa aina 7. Kuna watu. Kuna watu. Mtu tu aeleweki. Alafu kuna watu wanaitwa waumini. Waumini. Muumini anafanya yote anayoyataka Mungu. Japo hawezi kutimiza yote, lakini anafanya ya Mungu. Yakiwemo na mapenzi ya kweli na ahadi za kweli. Ndo muumini. Alafu kuna watu wanaitwa wanafiki. Lakini ni mtu. Lakini cheo chake ni mnafiki. Mnafiki unakula naye,
unaoana naye, mnazaa, lakini ni mnafiki, anaongopa. Nafiki kweli kweli. Mnakula, mnacheza, mnafanyaje, lakini ndo huyu dada alikutana naye yule mwanamume ni mnafiki. Na katika Qur'ani kuna sura nzima inaitwa suratul munafiquna. Sura ya watu wanafiki, imeeleza wanafiki. Mnafiki mtu mbaya sana. Mnaswali, mnapanga mambo, afu anakwenda anabomoa. Ndo na mnafiki siku ya kiyama atakuwa chini ya moto wa jahannam. Ndo yule dada alikutana naye. Niliona ile. Uliona Niliona ile. Mimi huwa nafuatilia kidogo mambo. Okay. Niliona yule. Sasa huyu alikutana na muongo, ni mtu lakini muongo, alafu ni mnafiki kama ana mapenzi lakini muongo. Hata dunia unaona hii tuko nao mwa Tanzania humu, wapo katika mataasisi, makampuni, mnafanya nao kazi, ni wanafiki. Wanachukua ya huku, ni mnafiki. Alafu ina watu wanaitwa hawana dini, maprotestanti wanaitwa. Wao hao hawana dini. Wao hawana dini. Je, chochote sawa, cha haramu, cha halali wale. Sasa huyu ukikutana naye dini ana, atakuwa na ahadi ya kweli? Na wanawake sasa na wenyewe walivyo pande zote mbili. Wangapi huyu? Huyu wa 4. Watano kuna watu wanaitwa makafiri wanaopinga amri za Mungu. Kuna watu wanashindwa kuelewa. Ukisikia mtu anaitwa kafiri, kafiri ni neno la lugha la Kiarabu. Kafiri. Unajua Kiswahili chake? Kiswahili cha mtu ukisikia kafiri, kafiri ni Kiarabu. Kiswahili unajua anaitwaje? Mpingaji. Mtu anayepinga mambo ya Mungu ndio anaitwa kafiri. Tumezoea kuwasikia nyinyi mkisema huyo kafiri huyu. Kafiri ni mtu anayepinga. Bwana wewe, Mungu anasema kadha, wewe ukasema haiwezekani, wewe kafiri. Sawa sawa Sasa hawa wanawake nao wana tabia moja. Hiyo ngapi? Tumalize kwa 5 huyu. Wa 6 kuna watu wao wanajiita, hawa jina lao gumu kidogo. Hawa hawana habari ya wao, kila kitu wanakiita, wanajiita ni watu wa nature. Yaani kila kitu kipo tu. Yaani ushafahamu kwamba kwamba wao ni kila kitu ni nature. Yaani kipo, hakijaumbwa. Yaani hakunaga Mungu. Sawa yaani kama kwenye Mwenyezi Mungu. Wao kila kitu kinakuwa nature. Alafu kuna watu wanaitwa wacha Mungu. Sawa Hiyo ndio mwisho. Watu wanaitwa wacha Mungu. Kwamba wao Mungu kwanza, alafu ndo dunia. Sasa hawakuwapata hawa ndo shida. Kuwapata hao Mungu kwanza, alafu ndo dunia, wale kuwapata shida. Kwa nini unajua? Kwanza masikini. Alafu maneno yake 5 yote ya Mungu tu, dunia linakuwa moja. Mambo ya dunia inakuwa moja. Yote yanakuwa ya Mungu. Mambo 5. Katika mkizungumza katika maneno yake 5 yote, mambo 5 nitakayoyapanga, yote yanakuwa ya Mungu, la dunia moja tu. Sawa. Sasa kumpata mtu wa namna hii mwanamke hawezi kumpata kwamba azungumzia habari ya akhera tu, dunia hii. Sasa nao wanawake sasa kumtafuta mtu mwenye mapenzi ya Mungu hawataki. Wanatakaje? Wanataka mtu mwenye dunia. Sasa hawajui kama huyu muongo. Hivi wewe sawa lakini huyu mwanamke, huyu dada alokutana na mtihani wa kimapenzi, alishindwa kumsoma yule mumewe, yule mwanamume wake, kwamba huyu mimi mpaka nagombana ndugu zangu, huyu imani yake ikoje? Kwamba ilifika mahali aangalia anasema imani. Imani yake. Dini zote duniani zimetizama, ukitaka kuishi vizuri, tizama mtu mwenye imani. Uende labda kipindi hicho alikuwa anaonesha kwamba nakupenda na kwa hivi. Sasa huyu ana unafiki, kwa sababu mnafiki mnaswali naye msikitini na mkanisani. Wapo tu wanaimba, wanatoa ibada, zaka, sadaka, lakini ni mnafiki. Ana maneno mengi. Mwanamke anaolewa na mwanamume, anazaa naye. Sawa? Alafu anamkimbia. Kumbe hana habari naye, yule alikuwa muongo, alafu alikuwa mnafiki. Sasa dawa nini? Huyo dada sio huyo tu. Wadada wengi sasa hivi wanakuambia hakuna wanaume, wanaume wote mbwa.
Unataja sana mbwa. Akiwepo na babake ni mwanaume. Sawa? Amesahau. Unajua wale kimewapelekea nini? Yule aliingia kwenye mapenzi ya kuitizama ile sekta ya dini. Max, narudia tena ile neno. Mungu akikisema kitu japo wewe kinakuumiza, yeye madamu kakisema kifanye. Na Mungu akikikataza kitu japo wewe unakipenda, kiache. Sawa? Anakuambia acha, lakini unaona kabisa unakipenda hicho kitu. Kiache, kitakuwa na faida. Yaani Mungu alotuumba sisi ndo anatujua. Anajua huyu hiki kitamfaa, hiki hakimfai. Kile kisichokufaa ukikifanya kitakukuta maradhi. Sasa Mungu anatuelekeza, vitabu vyote vinne vimeelekeza, Taurati, Zaburi, Injili, Qur'an vimeelekeza, mkitaka kuoa au kuolewa, tazameni mtu mwenye dini ili usikutane nayo mabaya. Hata sio atafanya, lakini mbona hapa Bwana Mungu ananiona? Ile ni dini sasa. Anaweza akafanya anaweza kufanya madhambi 10, lakini akafanya 3 akaacha yale 7 kwa kumhofia nani? Sasa wanawake sasa hivi hayo hayataki. Wanataka mtu akija barua ya uchumba kapaki Range Rover. Kumbe hawajui huyu ana nini. Sawa? Mpaka asikie huyu ana mashamba, alikuwa anafanya kazi London, katoka sasa hivi kidogo ana viwanda vyake Mbezi Beach, anajua ndo mwanaume. Nikupe kisa kidogo. Bwana mmoja aligonga gari ya mtu bodaboda. Kijana wangu naye alipogonga ile gari kama ya milioni 400 hivi. Kagonga yule bwana akawa analia. Yule 400. Akashuka akamwambia kijana akamwambia kaka mimi kulipa hii taa siwezi. Akamwambia wewe uwezi, lakini sasa utafanyaje? Akamwambia ndio hivyo bwana. Kaomba msamaha sana. Akamwambia sasa sikiliza mdogo wangu. Ingia kwenye gari. Gari tena? Ingia kwenye gari. Au nifuate. Kwa sababu kulipa haiwezi, lakini wewe nifuate. Mpaka nyumbani kwake sipataji. Alipofika kule nyumbani kwake akamwambia paki pikipiki hapo. Akapaki na ile gari yake. Yule bwana akaingia ndani, akatoka, akamwambia wewe umegonga gari yangu Sasa sikiliza. Mimi wewe kunilipa hii gari uwezi. Hii sehemu uloigonga. Ila mimi nasikitika ninachokisikitika mimi. Mdogo wangu umenipa hasara kubwa sana kuliko hapo ulipovunja. Kwa vipi? Akaambia itizame vizuri hiyo gari. Alipoitizama vizuri ile gari, akakutana mbonge ya mjoka. Akakutana mbonge la joka. Akaambia ile sio gari, lile ni joka. Umengonga jicho, uwezi kumlipa huyo. Yaani ile gari lilikuwa ni joka. Akaambia mimi wewe uwezi kunilipa, hili sio gari kaka mdogo wangu. Na hii ni siri, usende kusema. Anamwambia, nasikitika nyoka wangu umemtolea nini? Jicho. Kwa maana ile taa ile ni jicho la gari linaonekana gari kweli, lakini joka. Akaamba chukua hii shilingi 50,000 ondoka. Akapanda pikipiki karudi. Alimwambia tu yani alimuita kwa ajili ya kumwambia nikuoneshe dunia ilivyo. Chukulie poa. Huyo mwanangu sasa hivi hayupo, anaishi mkoani huu mwaka huu. Taki hata kurudi Dar es Salaam. Alikimbia. Kahamisha na vilago yuko kwake. Hataki kabisa. Nini unajua? Ndo dunia. Ndo wanawake sasa watu wa sampuli leo wanawataka. Sasa huyu ngoja kwanza. Kuna magari ambayo tunakutana nayo. Unakuta labda ni gari mtu unatamania. Visa vya namna hiyo nimewahi kukutana navyo viwili. Unatamania magari. Natamani kama ningepata ile gari, lakini kumbe sio magari kama ambavyo umetusimulia hicho kisa kwamba aligonga ile gari na akajua kabisa siwezi kulipa kutokana na thamani ya ile gari ilivyokuwa la bei mbaya. Kumbe sio gari. Dunia ilivyo Max. Sasa hivi mfika kubaya. Na alisema Mungu alisema kumwambia Mtume SAW, ya atizamani ala ummati, zitafika zama katika umma wangu, yuhibbuna khamsan wa yamsauna khamsa. Watu watapenda mambo 5 na watasahau mambo 5, watayaacha mambo 5. Moja kati yao yuhibbuna dunia. Watu wataipenda sana dunia. Wa yamsauna al-akhirah. Watasahau nini? Kila mtu sasa hivi anatamani awe na mali, lakini je, zinakuwaje? Baada ya mali kuna nini? Umeelewa vizuri
Kwa hiyo mwanamke kateswa kimapenzi, kajitolea nafsi yake, alikutana na mwanamume muongo tena mnafiki. Sasa angalia, baada mwanamume kupata kazi, kupata pesa, akamtesa yule alikuwa na unafiki na uongo. Yule mwanaume. Na wanawake mimi kila siku nawaambia, mwanamume mwenye mapenzi anaonekana mapema. Anaonekana mapema kumbe? Ana shilingi 5,000 atakwambia bwana mimi nina 5,000. Hii 1,000 chukua wewe, kanunuege japo heleni uvae. Hii 2,000 kanunue makabichi katakata hapa tupike ugali. Hii 1,000 ya kwangu. Na mimi nitakuwa mwanaume labda naweza kamwaga maandazi ya watu. Huyu ana mapenzi. Na pia bwana mke wangu sikiliza. Saa 7 hii hatujafanya ibada. Hebu kama uko vizuri fanya ibadati. Mimi natoka kidogo naenda msikitini. Au mke wangu leo Jumapili. Fanya haraka ogesha watoto. Mimi naenda zangu hivi, wewe ni wakute kanisani, wasifu atuelewane. Huyo sasa ndo mwanamume mwema. Anakumbuka tena. Bwana leo mwisho wa mwezi hii shilingi 16,000 peleka kanisani watu wakanunue japo mabati mawili. Lakini hii 15,000 peleka msikitini watu wakajaze maji watie udhu. Ukitoka huko pitia sehemu fulani kabisa, nunua mchele kilo 2, pelekee mama pale na sisi kilo itatutosha. Huyo ndo mwanamume na huyo ndo mwanamke. Kumbuka na uzao wake. Lakini hii laki weka, kuna maisha bado, watoto watakuja kwa mawaziri, alafu yale mashamba, angalii na mambo ya Mungu. Mume hapo una na mke hapo hakuna. Ukiona mwanamke kazi yake anakumbuka leo tunapata milioni 20, peleka benki milioni 10, alafu yale mashamba mbona hatujalima, trekta sasa, makontena yamekuaje? Mwanamke hapo hauna. Mwanamke hapo usije ukasema huyu ndo mwanamke mchumi ndo anakupeleka motoni wewe. Kumbuka mambo. Mwanamke ndoa hamna hapo. Mwanamke bwana mume wangu sikiliza, hii laki hii 10,000 mtumie mama yako mzazi, na hii 10,000 mimi natuma kwetu. Lakini 10,000 tumpe Mungu, sababu sisi tuko hai, tuna maisha taenda kukutana naye. Hii 2,000 tuwanunulie watoto visuruali, watoto yatima, tuwanunulie hata eboebo za bukubuku. Alafu 2,000 tuna wazee, tupeleke pale kanisani wale wazee wasiokula wale, tuwapelekea hata unga kilo 1. Bana huyo oa hata kama kilema. Hata kama kilema. Oa. Anakuwekea faraja. Si ndo anakutengenezea. Unajua ya maisha yanaondoka. Sawa Kuna watu bwana Max saizi wako wanaenda Tanga, lakini saizi wako Segera. Wanakaribia Tanga. Sasa haya, ukifika Tanga unapeleka nini? Kutoka Segera kwenda Tanga kilomita 150. Huko kutoka Dar es Salaam mpaka pale kilomita nyingi. Kuna watu tushakula kilomita nyingi. Kama tunaenda Morogoro sasa hivi tuko Mikese. Au juu hilo? Nishakuelewa hapo. Ushaelewa Sasa kule unakokwenda si unaenda kuonana mwenye Mikese yake. Unapeleka nini sasa? Sasa wanawake wengi hawajui, wanajua hii dunia ndo kwanza kumekucha, kumbe sio kweli. Muda hakuna. Lakini toka ilipotoka dunia mpaka kufika sasa, kama tunakwenda Morogoro, sasa tuko Mikese kaka. Mikese. Nakwambia mimi, zile alama zote alizozitaja Mungu za dalili ya kiyama tayari. Nikutajie 2. Moja, wanawake kukosa haya. Mkikaa na ume 10 mwanamke anaweza kupita hapa ana chupi tukavaa mini skirt. Nyinyi ndio mnaona haya kumtizama yeye. Yeye tena ndo kwanza anatikisa matako. Tena ile dalili ya kiyama kuonesha dunia ishafika mwisho bwana Max. Wanawake kukosa haya. 2, wanaume kujigeuza na wao wanawake. Sauti. Na kusuka nywele na kuvaa heleni na micheni shingoni. Alisema Mtume dalili ya kiyama wanawake kuwa wengi, sio wanawake kuwa wengi, na wanaume pia kujigeuza wanawake ndo kuwa wengi wale wale. Kwa hiyo wanawake kuwa wengi. Kwa maana hiyo sasa ni wanaume nao wamekuwa wanawake nao mwanamke. Mwanamke yani mwanaume anakuwa mwanamke. Kusuka.
Toboa. Dalili ya mwanamke. Mwanamke ndo karuhusiwa na Mungu asuke. Mwanamume apunguze nywele, sio asuke. Umeelewa vizuri? Mwanamume sio asuke. Ile ni dalili ya mwisho ya kiyama. Ziko nyingi lakini hiyo mwanamke kukosa haya. Kumbe mwanamume hajaruhusiwa kusuka. Wala kuvaa ile. Haramu. Tena ni haramu. Nini? Kubwa kabisa, tena tuseme kwa sauti. Kabisa. Unasuka. Mtoto wa kiume unasuka, unataka nini? Unaona? Unatoboa. Haramu kubwa kabisa. Potelea mbali, haramu. Hata akikasirika. Sawa. Sheija, kuna hiki